Kuna video hii hapa chini, hebu iangalie kwa makini. Hebu iangalie hii video hadi. Kwa macho ya wewe, kwa macho ya nyama utaona kwamba ni mafuta ya kula tu kawaida. Lakini ni mafuta ya watoto wachanga wanaopelekwa katika kutolewa sadaka kule kuzimu. Wananyonyewa wale mafuta, yanatengwa kwenye diaba ni kubwa kama dramu kubwa nalijua. Yamewekwa kwa ajili ya wachungaji ambao wako duniani wanafanya kazi zao, wanayatambua. Kwa hiyo kule mafuta yakiisha, anashuka anaenda kuchukua. Na yaishi kiharaka haraka hivyo kwa sababu kupakwa mafuta sio kila siku. Hapana, anapangiwa yeye kama yeye. Ngoja kidogo. Kwa hiyo akija kuchukua mafuta yameisha, wale waliopakwa ndio anachagua sasa, wapeleke mafuta. Yeye sio yeye, yani sio kama anawachagua wale watu. Yeye mwenyewe yakiisha mafuta kule kuzimu anaitwa. Anaenda siku na vikao vya wachungaji, yani kila sekta, yani vikao tofauti. Wanakaa wachungaji wote ambao wanatumia sekta ya mafuta, wanaotumia sekta ya chumvi, wanaotumia sekta ya tamba, wanaotumia sekta ya maji, umeona? Kwa hiyo anaitwa, wewe wa mafuta yameisha. Ndio yameisha. Anapewa. Jumapili ijayo watangazie. Jumapili ifuatayo ni kuwapaka mafuta kwa sababu tunaona kuna sura ngeni. Kuna wageni. Alafu bado hapo kwenye kupakwa mafuta kuna sadaka maalum inaandaliwa kwa ajili ya kupakwa mafuta. Kuna sadaka maalum. Sio kwamba unapakwa mafuta unatoa sadaka za kawaida zitatolewa, lakini kuna sadaka maalum kwa ajili ya mafuta kupakwa siku hiyo. Kwa hiyo anapotangaza Jumapili kuna kupakwa mafuta, andaa sadaka yako kila muumini uje jinsi machungwa ulionayo, shida na taabu ulikopitia, njoo na 100,000 au njoo na 50,000 ronda alivyoniongoza kwa ajili ya kupakwa mafuta. Mungu anaongea mara moja, arudi, afunga. Kwa hiyo utajua utauza nini, utajipiga piga vipi, upate 50,000 kwa ajili ya kupakwa nini? Mafuta. Na pale atakaposimamisha pale madhabahuni, mnapangwa mstari, anapaka moja baada ya mwingine, anapaka moja baada ya mwingine, paka moja baada ya mwingine. Nafsi zao zinachukuliwa. Yeye pale anakuwa juu. Isipokuwa anakuambia wewe tuletee tu, sisi tutakuwa wachambuzi wenyewe. Kwa anapowachambua paka mafuta kamaliza, yeye anajua tayari ameshafanya kazi. Kule kuzimu nafsi zote zinakuwa pale pale. Ambaye ni wa Mungu ambaye ameenda, kwa sababu sisi tunatekwa pasipo kufahamu. Mpaka uikute kweli kama iliyosimama Kanahani ambayo nilikuwa sijawahi kukutana naye. Hebu ngoja kidogo. Hebu tusikizane vizuri. Anasema kuna sekta ya wachungaji, kuna categories kule chini ambazo kuna category ya watu wachungaji wanaotumia mafuta, wana sehemu yao, wanaotumia vitambaa, wanaotumia maji, wanaotumia pete, wanaotumia takataka zingine za makorokoro. Kwa hiyo kuna na vikao maalum, mnakutana wote kuzimnamba hapo, wanajuana kwenye kikao. Kwa kikao mnakuwa mmoja, isipokuwa mgawaji wanakuwa tofauti, wagawaji wanakuwa tofauti. Wanajuana kwamba sisi tuko hapa. Wanakuwa wanajuana vizuri. Wanajuana vizuri sana. Sana wanatambuana. Na sasa shangaa Ibilisi alivyo mjinga. Anachokifanya, simwambia kwamba kuna shida, watu wanalia, wanahangaika, wanateswa, lakini wao hawawezi kukuambia kwamba tushawahi kuona mtu analia wala anateswa. Mahali mazingira wanayoweka, wanafunikwa tu. Hawajui kilichoko kule. Wanaweka mahali mazuri. Wanaona sehemu nzuri tu hapo kwenye kikao. Wanakaa wanapewa vitu kama hivyo. Nikaonyeshwa sehemu hizo. Nikatolewa. Wakasema umehakikisha hali wewe unavyotupiga unaenda kwa maana kipindi hicho mimi nilikuwa nahangaika kweli baba. Nilikuwa naenda kwenye makanisa. Lakini kila kanisa ninayokwenda nitaambiwa ukija kumuona kwanza namshukuru Mungu kukuona. Kila nikienda hapo nina tatizo, yani ninabanwa baada ya vitu kama uko nafanya. Nasema mimi nakimbia kanisani. Pamoja na kutoka kanisani napata mateso. Lakini kuna makanisa ambayo kwa nikienda, yeye naenda natoka nilivyorudi hivyo sipigwi, sifanyeje. Umeona? Isipokuwa ananiambia wewe unajua labda ulienda kupumzika tu. Ulianza kwa wenzetu pale. Unaona? Ndio maana waje kuombea, hujafanyaje. Mimi nikutana na mchungaji mmoja, nitamhifadhi. Nilihangaika sana, niliandika barua karibu zaidi ya 8. Namtafuta yeye. Kila Jumapili naenda na barua. Kila Jumapili naenda na barua. Mpaka sijui alisongwa kila siku jina langu. Akaniita siku moja ofisini, na ilikuwa ni sio siku ya ibada. Niliambiwa siku ya Jumapili kwamba wewe kesho Jumatatu njoo hapa kanisani uonane na mchungaji. Kaenda kwa mchungaji, Jumatatu nikaja nikiwa nasema huyu kama amenisikia, hapa tatizo langu limeisha. Nikafika pale ofisini nikakaa. Bwana asifiwe, akanisalimia na mimi nikajibu amini. Nikamwambia nimefurahi sana kukutana na wewe katika siku ya leo. Nina shida kubwa na samahani kwa usumbufu ambao umejitokeza juu ya kukutafuta wewe. Akasema haina shida. Una tatizo gani? Nikamweleza mwanzo mpaka mwisho, akanisikiliza.
Alichonijibu huwezi kuamini, songee kwa sifa. Akaniambia, wewe una neema kubwa lakini unaichezea. Una neema kubwa lakini unaichezea. Akachukua Biblia, akafungua kitabu. Alipofungua akasoma, akunitajia ni kichwa gani. Angenitajia kichwa changu ninavyokijua mpaka leo ningejua. Akunitajia, akasoma, akasema alitamkia neno kwamba nalikumbuka mpaka hapa, nilisikia kwamba linatamka kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wewe umepewa maarifa ya kufanikisha. Hivi unataka kuishi maskini? Hapana. Nikajibu hapana. Hivi unataka kuomba kaya omba tu? Hapana. Hivi jiulize, au wewe walioko barabarani au mateja wanaopiga maleba barabarani, ina maana hao watu hawajawaona kwa vaa yakakuvaa wewe? Na huo utajia nao kuonyesha vitu unavyofanya, ina maana wamekuona wewe tu na nini? Tumia akili. Ananiambia tumia hivyo, tumia akili. Toka hapo ulipo. Cha msingi vitu utakavyovipata, tumia akili pia uweze kunyanyuka. Toka nende juu. Ondoka. Na anachokusitizia Roho wa Mungu tunavyoongea hapa, ananiambia hivyo. Tunavyoongea hivi, Roho wa Mungu ndani yangu ananishuhudia na ananiambia kwamba hautakuja kufanya kazi ya wanadamu. Nenda. Nikamwambia kwa nini? Maana kwa mtu akupekua sana. Namwambia kwa nini unanitamkia mambo kama hayo? Asema sikiliza. Kuna sauti ya aina hizi mbili. Kuna sauti ya Mungu na kuna sauti ya Ibilisi. Akasema sasa nitaitambuaje? Anasema mimi ninachokwambia hiyo sio sauti ya Ibilisi, ni sauti ya Mungu mwenyewe. Utoke, anakupa njia jinsi ya kutoka. Ukishatoka yeye atasimama, yeye kama yeye atakupigania katika utajiri wako. Kwa hiyo sikurudi katika kanisa hilo kwa sababu anakuambia ufuate masharti yale uwe tajiri. Nifuate masharti niwe tajiri. Na maana na mimi nataka kukaa maskini. Moja, sina baba, sina mama. Ndugu ameniacha. Sikiliza kidogo, subiri kidogo. Sikiliza watumishi mnaonisikia. Anachoeleza huyu mtoa ushuhuda hapa, wako wachungaji wamezagazwa nchi nzima, dunia nzima. Wanafanya maombezi kwa kutumia vitu: fagio, mchele, matunda, maji, mafuta, na wanayatetea. Na wengine wachungaji ni wa kiroho, wanasema ni wa kiroho, lakini wanatetea vitu hivi pasipo kujua. Hawana elimu, ama wanayo lakini wanaopotosha watu kwa kusudi. Na ndio maana wanachukia sana kanisa la Kanaani, kwa sababu tunaweka vitu vyote wazi kama anavyozungumza huyu baba mahali hapa. Kokote mnakokwenda mnatumia mafuta, maji. Mkikuta kanisa lolote wanatumia mafuta, maji, sabuni, matunda, msiingie. Msiende kuombewa hapo, mnaenda kujiorodhesha.